Je, ulijua kwamba kuna zoezi rahisi sana, la kimsingi sana, ambalo unaweza kulifanya ukiwa umekaa kwenye kiti chako kwa sekunde 60 tu, na ambalo lina uwezo wa kurejesha uwazi wa ubongo wako kwa viwango ulivyodhani vilipotea miongo kadhaa iliyopita? Nisikilize vizuri. Sizungumzii uchawi, nazungumzia fiziolojia halisi. Nazungumzia njia ambayo maelfu ya babu na bibi tayari wanaitumia kwa siri kurejesha kumbukumbu zao, kutembea kwa usalama wa mti wa mwaloni na kufikiri kwa wepesi wa mtu mwenye umri mdogo kwa miaka 30. Hili ni jambo zito. Wananinolojia mashuhuri zaidi duniani wamethibitisha kwamba unyumbufu wa ubongo, plasticity ya ubongo, haufi na umri, unalala tu. Katika uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 25 ya utabibu, nimeona mambo ambayo yangekugandisha damu, lakini pia nimegundua kitu cha ajabu ambacho kitabadilisha kabisa mtazamo wako juu ya kuzeeka. Kwa sababu unachokwenda kujifunza leo si zoezi tu, ni ufunguo mkuu, ufunguo unaofungua milango ya ubongo wako uliolala na kurejesha uhai ambao jamii ilikuambia ulikuwa umepotea milele. Nimeona visa vya ajabu katika ofisi yangu. Watu wa miaka 70, 80 na hata 90 waliofika wakiwa wamechanganyikiwa, wakiyumba, wakisahau majina ya watoto wao wenyewe, watu waliohisi kwamba muda wao wa kuwa na faida ulikuwa umekwisha. Na bado, baada ya kutumia njia hii ya uhamasishaji, wamerejesha wepesi wao wa kiakili, usawa wao na muhimu zaidi, heshima yao. Lakini kabla sijakufunulia siri hii ya kimatibabu inayoweza kubadilisha maisha yako, nahitaji kujua kwamba siko peke yangu katika vita hivi. Ningependa kujua unatuandikia kutoka wapi. Acha nchi yako kwenye maoni. Nataka kujua ujumbe huu wa matumaini na afya ya akili unafika umbali gani. Na nisikilize kwa makini. Ikiwa ni mara ya kwanza unakutana na maudhui yangu, jifanyie hisani wewe na maisha yako ya baadaye. Jiunge, subscribe sasa hivi na uwashe kengele. Kwa nini? Kwa sababu kila wiki ninashiriki siri za kineurolojia ambazo zinaweza kuokoa akili yako dhidi ya kuzorota na kukurejeshea miaka ya uhai wa ubongo. Usiruhusu algorithm ikufiche habari hii muhimu. Bonyeza kitufe cha like, penda ikiwa unathamini afya yako ya akili. Fanya sasa.
Na akanijibu, sekunde 60 zitatibu kile ambacho nimekuwa nikipoteza kwa miaka, daktari. Kwa heshima zote, hilo linasikika kuwa zuri mno kuwa kweli. Nilimweleza kile unachohitaji kuelewa sasa hivi. Ubongo wake haukuwa umekufa, ulikuwa umelala. Nilimweleza kwamba mamilioni ya miunganiko ya neva ilikuwa bado ipo, ikisubiri kuamshwa tena. Kwamba akili yake ilikuwa na uwezo wa kupona ambao hata yeye hakuweza kuwaza. Na unajua nini kilitokea? Miezi mitatu baadaye, Eduardo aliingia tena kupitia mlango ule. Lakini safari hii aliingia akitembea peke yake, bila fimbo, bila kiti cha magurudumu, akikumbuka kikamilifu majina ya wajukuu zake wote, akiniambia maelezo ya kiufundi ya kazi yake ya miaka 30 iliyopita, na kwa uwazi wa kiakili ulioshangaza familia yake yote. Binti yake alilia, lakini safari hii kwa furaha tupu. Daktari, Eduardo aliniambia kwa hisia, akiwa na mwanga machoni mwake niliokuwa nimedhani umepotea. Sikurejesha tu kumbukumbu yangu, nilirejesha maisha yangu yote. Jana nilimsaidia mjukuu wangu na kazi yake ya nyumbani ya hisabati na niliweza kutatua matatizo ambayo hakuyaelewa. Mke wangu anasema amependa tena mwanamume aliyekutana naye miaka 50 iliyopita. Zoezi hili halikunirudishia akili tu, lilinirudishia nafsi yangu. Nini kilitokea? Iliwezekanaje mabadiliko makubwa kiasi hicho? Haukuwa muujiza wa kimungu, ilikuwa sayansi. Eduardo alikuwa amegundua nguvu ya neuroplasticity iliyoamshwa kupitia zoezi maalum linaloamsha miunganiko ya ubongo iliyolala. Lakini kabla sijakuonesha haswa Eduardo alifanya nini, na nitakuonesha hatua kwa hatua, unahitaji kuelewa jambo la msingi kuhusu ubongo wako mwenyewe ambalo watu wengi na hata madaktari wenzangu wengi wanapuuza kabisa. Ubongo wako si kifaa kinachochakaa hadi kuvunjika. Ubongo wako haujaharibika bila uwezekano wa kurekebishwa na umri. Kinachotokea ni kwamba uko katika hali ya hibernation, usingizi mzito. Mamilioni ya miunganiko ya neva ambayo hapo awali ilifanya kazi kikamilifu imeingia katika hali ya mapumziko mazito kwa sababu hujaihamasisha kwa usahihi kwa miaka. Fikiria hivi, ni sawa kabisa na kuwa na gari la kifahari, Ferrari, lililohifadhiwa garaji kwa miaka 20. Injini bado ina nguvu, mfumo wa gia unafanya kazi, mifumo yote iko sawa, lakini ukijaribu kuiwasha baada ya miaka 20 bila kuisogeza, haitawaka mara ya kwanza. Inahitaji mtu asafishe mirija, aweke mafuta mapya, aiongeze kasi, aianzishe na kuithibitishia kwamba bado inaweza kukimbia kama siku ya kwanza. Ubongo wako ni gari hilo la kifahari. Uko hapo, ukisubiri na uwezo wake wote ukiwa sawa, lakini unahitaji kichocheo sahihi, ufunguo sahihi, ili kuamka kutoka usingizi na kung'aa tena kwa uwezo wake wote. Na hapa inakuja ufunuo muhimu zaidi ya kazi yangu ya utabibu. Kulingana na tafiti za hivi karibuni za taasisi za wasomi, Harvard, Stanford, 85% ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 wanaweza kurejesha utendaji wa ubongo wao kwa kutumia mbinu maalum za uhamasishaji wa neva. 85%. Je, unatambua maana hii kwako na kwa uchumi wako? Inamaanisha kwamba watu wengi wanaoamini wana uharibifu wa ubongo usiobadilika kwa kikiwa wana ubongo tu usiofundishwa. Ni tofauti kati ya kuwa na mmea uliokufa na kuwa na mmea unaohitaji maji tu. Fikiria ni kiasi gani cha pesa kinatumika kwa matibabu, kwa walezi, kwa nyumba za wazee, wakati suluhisho la kudumisha uhuru linaweza kuwa katika kinga na uhamasishaji sahihi. Kudumisha ubongo wako ukiwa na shughuli ni uwekezaji bora zaidi ya kiuchumi unaoweza kufanya kwa uzee wako. Iwapo tayari una shauku ya kulena zoezi hili la kimapinduzi linalobadilisha maisha ulimwenguni, acha alama 2 za mshangao, alama 2 katika maoni. Nataka kuzione, nijulishe kwamba bado uko hapa na mimi kwa sababu kinachofuata kitabadilisha milele jinsi unavyoona uwezekano wa akili yako mwenyewe. Zoezi nitakalokufundisha linaitwa uanzishaji wa kineurolojia wa juu. Si mchezo rahisi. Zoezi hili linafanya kazi wakati huo huo katika maeneo 4 muhimu ya ubongo wako. Sikiliza vizuri, kwa sababu huu ndio msingi wa kila kitu. Kwanza, hippocampus, mdinzi wa kumbukumbu yako ya muda mfupi na mrefu. Ikiwa unasahau majina, hapa ndipo tunapopaswa kufanya kazi. Pili, cerebellum, inayowajibika na usawa na uratibu wako.
Ikiwa unajihisi kutokuwa imara wakati wa kutembea, cerebellum yako inahitaji kuamka. 3, ganda la mbele la ubongo, prefrontal cortex, makao ya umakini na kufanya maamuzi. Hii ndiyo inayokuwezesha kufikiri kwa uwazi na kutohisi ukungu. 4, mfumo wa vestibular, mwelekeo wako wa anga. Lakini hapa kuna siri. Ujanja unaofanya zoezi hili kuwa na nguvu ya ajabu na tofauti na chemshamgo yoyote au mchezo wa kumbukumbu uliowahi kujaribu hapo awali. Haifanyi kazi maeneo haya yakiwa yametengana. Inayaamsha yote kwa wakati mmoja. Inaunda synergy ya kineurolojia. Ni tofauti kati ya kupiga noti moja ya muziki na kupiga chord kamili na ya kifalme. Noti moja inasikika vizuri, lakini chord inaunda maelewano ambayo ni yenye nguvu zaidi kuliko jumla ya sehemu zake. Acha nizungumze kwa ufupi kuhusu Maria Jose kabla ya kuenda kwenye vitendo. Mwalimu mstaafu wa miaka 71, mwanamke msomi aliyekuwa amejitolea miaka 40 kuelimisha watoto. Alifika akilia ofisini kwangu akisema, "Daktari, siwezi tena kusoma kitabu. Nisahau nilichosoma ukurasa uliopita. Jana nilijaribu kupika mapishi pendwa ya mume wangu ambayo nimeyapika mara 1000 na sikuweza kukumbuka viungo vya msingi. Nahisi akili yangu imeyeyuka." Maria Jose alikuwa ameonana na madaktari 5 tofauti wa neurolojia. Wote walimwambia kitu kimoja: "Ni kawaida kwa umri wako mama, kubali matokeo." Neno baya kama nini, kubali matokeo. Nilijua kulikuwa na tumaini. Maria Jose alidhani kesi yake haiwezekani hadi alipokutana na zoezi hili la dakika 1. Wiki 4 baadaye, wiki 4 tu, nilipigia simu kwa furaha tele. "Daktari, nimealiza vitabu 3 mwezi huu. Jana niliongoza mkutano wa majirani kwa saa 2 bila kupoteza mwelekeo hata mara moja. Ni kama wamewasha taa angavu ndani ya kichwa changu. Uko tayari kuwasha taa hiyo wayo pia? Nataka kuona kujitolea kwako. Andika kwenye maoni, niko tayari, kwa sababu tunakwenda kwenye vitendo. Sitaki watazamaji wasiofanya kitu, nataka wahusika wakuu wa afya yao wenyewe. Na sasa mwishoni, baada ya miaka ya utafiti, nitakufundisha hatua kwa hatua zoezi hili ambalo linaweza kuwa jibu umekuwa ukilitafuta kurejesha akili yako angavu. Andaa kiti chako, kaa. Tuanze. Zoezi la sekunde 60 la kuamsha tena ubongo wako linaanza sasa. Usiliangalie, lifanye nami. Mkao wa kuanzia. Kaa vizuri kwenye kiti hicho. Mgongo wako uwe umenyooka kama nguzo imara, lakini ukiwa umetulia bila mvutano usio na wazima. Miguu yako iwe imepandwa imara ardhini, ukihisi ardhi, na mikono yako iwe imepumzika vifofi juu ya mapaja yako. Vuta pumzi 3 ndefu. Vuta, toa. Andaa akili na mwili wako kwa mabadiliko haya ya neurolojia. Hatua ya kwanza, uanzishaji wa kineurolojia wa miguu. Muda wa sekunde 15. Inua miguu yote miwili kutoka ardhini inchi chache tu, iweke sawa. Sasa nataka usogeze vidole vyako vya miguu juu na chini kwa kupokezana. Fikiria unaandika kwenye mashine ya kuandika isiyoonekana kwa miguu yako hewani. Juu, chini, kushoto, kulia. Mwendo huu maalum si mazoezi ya viungo. Unaamsha cerebellum yako, unaboresha uratibu wa neura na misuli na kuamsha njia za neura zinazounganisha viungo vyako vya mbali zaidi na bongo lako. Unapofanya hivyo, hisabu kimoyoni kuanzia 1 hadi 15, lakini usihisabu haraka. Fanya kwa mwendo au uratibu wa kawaida polepole. Uhesabuji huu unaamsha wakati huo huo ganda la mbele la ubongo wako na kuimarisha miunganiko kati ya maeneo tofauti ya ubongo, ukiunda barabara kuu mpya za neva. Sikia jinsi damu inavyoshuka kuelekea miguuni na ishara inapanda kichwani. Hatua ya pili, mzunguko wa serebelamu wa makusudi. Muda ni sekunde 15. Usisimamishe miguu, dumisha mwendo huo laini. Sasa ongeza hili. Zungusha kichwa chako polepole sana kuelekea kulia huku ukihesabu hadi 4. 1, 2, 3, 4. Rudi katikati. Sasa kuelekea kushoto. 1, 2, 3, 4.
Sasa angalia dari, sikia kunyoosha, na hatimaye shusha ukileta kidevu kifuani. Mzunguko huu uliodhibitiwa unaboresha sana mtiririko wa damu kwenye ubongo, huongeza oksijeni kwenye neva na kuamsha vipokezi vya vestibulari vinavyodhibiti usawa na mwelekeo wako wa anga. Kumbuka, pole pole. Mwendo lazima uwe wa makusudi na wa kufahamu. Sio suala la kasi, ni suala la kuamsha miunganiko iliyolala. Ukihisi kizunguzungu, simama kidogo, lakini usikate tamaa. Hatua ya 3, uanzishaji unaoelekezwa wa ulimi. Muda ni sekunde 15. Dumisha miondoko ya awali. Najua ni ngumu, lakini jikite. Sasa, toa ulimi wako nje kabisa. Bila aibu, hakuna anayekutazama, daktari wako tu. Usogeze kwa mizunguko mipana. Kwanza, kuelekea kulia kwa sekunde 5. Kisha, kuelekea kushoto kwa sekunde 5 nyingine. Hatimaye, bonyeza ulimi wako kwa nguvu kwenye kaakaa na uachie mara kadhaa. Najua inaonekana ajabu, lakini mwendo huu unaamsha moja kwa moja eneo la lugha la ubongo wako. Unaboresha kumbukumbu ya maneno na kuchochea utengenezwaji wa mate yenye vimenja vinavyonufaisha utendaji wa ubongo. Unaunganisha usemi na harakati. Hatua ya 4, ujumuishaji kamili wa neva. Muda ni sekundi 15. Sasa inakuja uchawi halisi wa kineurolojia. Fainali kubwa. Dumisha miondoko yote ya awali ikifanya kazi kwa wakati mmoja. Miguu ikisonga kwa mdundo, kichwa kikizunguka pole pole, ulimi ukiwa hai na makini. Ni ngumu, najua. Ni kama kuongoza orchestra ya kineurolojia ambapo kila msuli unatuma ishara maalum na zilioratibiwa kwa maeneo tofauti ya ubongo wako kwa wakati mmoja. Hatua hii ya mwisho ndio inayounda synergy ya kineurolojia. Ndio inayobadilisha zoezi rahisi ya mwili kuwa zana ya ajabu ya ukarabati wa ubongo iliyothibitishwa kisayansi. Pumzika. Vuta pumzi ndefu. Ulisikia joto hilo? Ulisikia mkanganyiko huo mdogo wakati wa kujaribu kukuratibisha kila kitu? Mkanganyiko huo ni mzuri. Inamaanisha ubongo wako unafanya kazi. Unajaribu kuunda miunganiko mipya ambapo hapo awali kulikuwa na kimya. Lakini hapa kuna kitu muhimu sana unapaswa kujua. Ulichofanya hivi punde si mwendo wa mwili wa kubahatisha. Ni dawa ya asili ya kineurolojia inayotegemea kanuni thabiti za kisayansi. Kila unapofanya mfukulizo huu maalum, unaongeza mtiririko wa oksijeni kwenye ubongo kwa 40% iliyothibitishwa. Unachochea utengenezwaji wa neva mipya, tunayoita neurogenesis ya watu wazima, kuimarisha miunganiko ya sinapsi iliyokuta na kuamsha utolewaji wa asili wa kichochezi vya ukuaji wa ubongo. Unaunganisha usemi na harakati. Lakini unajua nini kizuri zaidi la kote? Kwamba kwa kupunguza uvimbe wa ubongo unaosababisha kuzororoka la kutambua, unajiokoa maelfu ya dola katika siku zijazo. Fikiria kwa utalivu. Muuguzi wa nyumbani ana gharama nani? Dawa za kumbukumbu ambazo mara nyingine zina athari mbaya zina gharama gani? Nyumba ya wazee ina gharama gani? Kwa kutenga sekunde 60 leo, unawekeza katika rasilimali yako ya thamani zaidi, uhai wako. Afya yako ndio utajiri wako wa kiuchumi. Itunze. Tofauti kati ya mtu anayefanya zoezi hili kwa mara nyingi na asiyefanya ni tofauti halisi kati ya ubongo unaozeeka ukizororota na ubongo unaojirekebisha na kuimarika kadri muda unavyokwenda. Acha niwaambie wa Carmen Rosario, mzee mwanamke ajabu wa Jamhuri ya Dominika. Kesi yake ilinigusa sana. Carmen alikuwa amepoteza kabisa imani katika akili na mwili wake. Hakuweza kupika, na kwake kupika ilikuwa maisha yake. Alisahau kama amezima jiko, na hii ilisababisha mioto miwili midogo jikoni kwake. Fikiria hofu ya familia yake. Hakuweza kutoka peke yake kwa sababu alipotea mwelekeo kabisa, hata katika mtaa wake mwenyewe ambapo alikuwa ameishi kwa miaka 50. Familia yake, kwa maumivu yote duniani, ilikuwa ikifikiria kwa uzito nyumba ya wazee, kwa sababu haikuwa salama tena kumwacha peke yake hata kwa muda mfupi. Carmen aliniandikia barua ya kuvunja moyo ambayo bado ninayo. Daktari, mimi si mtu niliyekuwa tena. Akili yangu inanipotosha kila wakati. Jana nilijaribu kumpigia simu dada yangu na nikapiga namba yangu ya simu mara 3 mfululizo bila kugundua. Nahisi kama mimi ni mzigo kwa familia yangu na kwamba maisha yangu ya manufaa yamekwisha. Je, kweli kuna tumaini kwa mtu kama mimi? Je, umewahi kuhisi hivyo? Kama mzigo?
Ikiwa hadithi ya Carmen inagusa moyo wako, niachie maoni sasa hivi. Andika, sikati tamaa. Nataka kujua una nia ya kupigania akili yako. Baada ya wiki 6 za kufanya zoezi hili kwa uaminifu, kila asubuhi anapoamka na kila usiku kabla ya kulala, Carmen hakuwa tu amerejesha uhuru wake kamili, bali alianza kutoa masomo ya mapishi ya asili ya Kidominika kwa wanawake wengine katika jamii yake. Akawa mfano wa kuhamasisha kwamba hujachelewa kamwe kurejesha akili yako. Miezi 3 baadaye aliniandikia, "Daktari, zoezi hili linirudishia sio tu kumbukumbu na usawa wangu, bali pia heshima yangu, kujithamini na furaha ya kuishi. Jana nilipikia watu 20 katika sherehe ya familia na nilikumbuka kikamilifu mapishi yote niliyofikiri yamepotea milele. Familia yangu inasema nimerudi kuwa bibi waliyemkumbuka kutoka utotoni mwao." Hilo ndilo lengo, kurejesha asili yako. Sasa zingatia, kwa sababu hata ukiwa na zana bora unaweza kushindwa ikiwa uitumii kwa usahihi. Kuna makosa ya kawaida yanayoweza kuharibu matokeo yako na nahitaji uyaepuke kwa gharama yoyote. Kosa namba 1, kufanya miondoko haraka sana kwa hamu ya kuona matokeo. Simama, kumbuka, ubongo wako unahitaji muda wa kuchakata kila ishara na kuunda miunganiko mipya. Kasi inaua ufanisi wa kineurolojia. Ni bora kufanya zoezi polepole zaidi, lakini kwa ufahamu kamili. Ukifanya haraka ni mazoezi tu ya viungo. Ukifanya polepole na kwa makini ni sayansi ya neurolojia. Kosa namba 2, kutokuwa na msimamo kabisa na mazoezi ya kila siku. Zoezi hili linafanya kazi kupitia mkusanyiko wa kineurolojia unaoendelea. Siku moja tu ya hapa na pale haitabadilisha maisha yako. Usijidanganye, lakini siku 30 mfululizo zitabadilisha kimwili muundo wa ubongo wako kwa kudumu. Ni kama kupiga mswaki, haifanyi kazi ukifanya mara moja kwa mwezi, lazima ufanye kila siku. Kosa namba 3, kutilia shaka kiakili ufanisi wake wakati unafanya. Akili yako yenye mashaka na hasi inaweza kuharibu matokeo ya kineurolojia kabla hayajapata nafasi ya kujidhihirisha. Ukifikiri hii haitafanya kazi, ubongo wako upunguze utengenezwaji wa neurotransmitters zinazohitajika kwa mabadiliko. Amini sayansi, amini mchakato, na upe ubongo wako nafasi ya kukushangaza na ustahimilivu wake. Tufanye kituo hapa. Nataka uwe sehemu ya mazungumzo haya. Kati ya makosa 3 niliyotaja hivi kundi: haraka, kutokuwa na msimamo au shaka, unadhani lipi ni adui yako mkubwa? Je, una habari au umsahalifu na taratibu zako, au una shaka? Uwe mkweli na kuandika kwenye maoni. Kutambua udhaifu wako ni hatua ya kwanza ya kuushinda. Andika, adui yangu ni haraka au adui yangu ni shaka. Kwa kuandika, unaifanya iwe halisi na unaweza anza kupambana nayo. Matokeo hayachukui miaka kufika. Kwa ukweli, manufaa maalum unayoweza kutarajia wiki baada ya wiki ni maonekano. Wiki ya kwanza, utaona ongezeko la wazi katika uwazi wa kiakili, umakini bora kwa kazi za kila siku, kupungua kwa unguungu na akili unaoudhiri na uboresho wa hali yako ya umma. Utahisi kama umeamka. Hapa kitu cha ajabu kinatokea. Utaona uboreshaji mkubwa katika usawa wako wa mwili na uratibu. Utatembea kwa kujiamini zaidi. Hofu hiyo ya kuanguka itaanza kupungua sana na utaboresha udhibiti wako wa mkao kwa ujumla. Utahisi salama zaidi wakati wa kukanyaga. Wiki ya 3, urejesho mkubwa wa kumbukumbu ya muda mfupi. Utakumbuka majina na tarehe kwa urahisi zaidi. Utaweza kufuata mazungumzo marefu bila kupotea, na vipindi vile vya kuchanganyikiwa ambapo hujui ulikuwa unaenda kufanya nini vitapungua. Wiki ya 4, ongezeko la uwazi katika kujiamini kwako binafsi. Hisia mpya ya uhai wa kiakili, uboreshaji wa kasi ya kuchakata habari na urejesho wa sehemu au kamili wa ujuzi ulioamini umepotea. Lakini huu ndio ukweli wenye nguvu zaidi kuliko wote. Huna haja ya kuchukua neno langu kama sheria takatifu. Huna haja ya kuamini ahadi tupu. Huna haja ya kuamini upofu shuhuda ambazo zinaweza kuonekana mbali na ukweli wako. Jaribu tu kwenye mwili wako mwenyewe. Acha ubongo wako mwenyewe ukuonyeshe kile ambacho unaweza kufanya kweli unapohamasishwa kwa usahihi. Upe ubongo wako sekunde 60 kwa siku kwa wiki 4 zijazo. Una nini cha kupoteza? Sekunde 60? Kama malipo, jiandae kugundua tena ujuzi wa kiakili uliodhani umepotea milele kwenye usahaulifu. Akili yako haijapotea gizani.
Kumbukumbu yako haijafa wala kuzikwa. Akili yako haijaondoka milele kama moshi unaotoweka. Inasubiri tu kwa uvumilivu, kama rafiki wa zamani mwaminifu, mtu aiamshe kwa upendo na kujitolea. Na huyo mtu anayeweza kubadilisha hatima ya ubongo wako ni wewe. Ikiwa habari hii imegusa moyo wako kwa kina, ikiwa umehisi cheche hiyo ya matumaini na umefanya uamuzi wa kijasiri wa kuupa ubongo wako nafasi halisi, tafadhali niachie mioyo mitatu kwenye maoni. Hivyo nitajua kuwa umefanya uamuzi muhimu zaidi kwa mustakabali wa akili yako na nitaweza kuungamana nawe katika safari hii ya mabadiliko. Kumbuka hili kana kwamba ndilo jambo muhimu zaidi utakalosikia maishani mwako. Kila siku unayopitisha bila kuhamasisha ubongo wako kwa usahihi ni siku moja pungufu ya uwazi wa kiakili, siku moja pungufu ya kumbukumbu safi na siku moja pungufu ya kujiamini binafsi katika maisha yako ya baadaye. Lakini kila siku unayojitolea kwa makusudi sekunde hizi 60 takatifu ni uwekezaji wenye nguvu katika miaka ya wepesi wa akili, kumbukumbu safi kama kioo na uhai wa akili wa ajabu. Usiruhusu umri uamue kwa ajili yako hatima ya kiakili itakuwa nini. Una nguvu, una zana iliyothibitishwa kisayansi. Chaguo liko mikononi mwako kabisa. Je, utazeeka kwa heshima ya ubongo, uhuru wa kiakili na uwazi wa mawazo? Au unapendelea kukubali bila kupinga kuzorotoa ambako jamii inakwambia hakuwezi kuepukika? Ikiwa habari hii imegusa moyo wako kwa kina, ikiwa umehisi cheche hiyo ya matumaini na umefanya uamuzi wa kijasiri wa kuupa ubongo wako nafasi halisi, tafadhali niachie mioyo mitatu kwenye maoni. Hivyo nitajua kuwa umefanya uamuzi muhimu zaidi kwa mustakabali wa akili yako na nitaweza kuungana nawe katika safari hii ya mabadiliko. Kumbuka hili kana kwamba ndilo jambo muhimu zaidi utakalosikia maishani mwako. Kila siku unayopitisha bila kuhamasisha ubongo wako kwa usahihi ni siku moja pungufu ya uwazi wa kiakili, siku moja pungufu ya kumbukumbu safi na siku moja pungufu ya kujiamini binafsi katika maisha yako ya baadaye. Lakini kila siku unayojitolea kwa makusudi sekunde hizi 60 takatifu ni uwekezaji wenye nguvu katika miaka ya wepesi wa akili, kumbukumbu safi kama kioo na uhai wa akili wa ajabu. Usiruhusu umri uamue kwa ajili yako hatima ya kiakili itakuwa nini. Una nguvu, una zana iliyothibitishwa kisayansi. Chaguo liko mikononi mwako kabisa. Je, utazeeka kwa heshima ya ubongo, uhuru wa kiakili na uwazi wa mawazo? Au unapendelea kukubali bila kupinga kuzorotoa ambako jamii inakwambia hakuwezi kuepukika? Ikiwa habari hii imekuwa na msaada, ikiwa imekuhamasisha au imekupa matumaini wakati ulipodhani yamekwesha, tafadhali bonyeza like, penda na ushiriki na wapendwa wako. Fikiria rafiki huyo, ndugu huyo, mwenzi huyo anayehitaji kusikia hili. Habari hii inaweza kuwa kile hasa mtu unayempenda anachohitaji kubadilisha kabisa maisha yake na kurejesha heshima ya kiakili anayostahili. Jiunge, subscribe na uwasiri taarifa, kwa sababu dhamisha yangu haishii hapa. Kila wiki nina siri nyingi zaidi za kineuroloji za mapinduzi kukushirikisha. Na kumbuka daima, ubongo wako mtukufu uko hapo, ukikusubiri kwa uvumilivu uamuzi wako. Usimfanye usubiri kuliko inavyotakiwa. Kwa upendo wangu wote, heshima yangu ya kina na kujitolea kwangu kusilo na mwisho kwa ustawi wako wa kiakili. Tutaonana kwenye video inayofuata. Lakini hii haishii hapa. Nataka unisikilize kwa umakini mkubwa unavyowezekana kwenye sehemu hii ya mwisho, kwa sababu nitakachokuambia sasa kitafafanua ubora wa maisha yako ya miaka 10 au 20 ijazo. Umejifunza jinsi, umeona mbikiniki, umesikia shuhuda za Eduardo, Maria Jose, Carmen, lakini maarifa peke yake ya huenzi ni kitendo kinachobadilisha. Tunaishi katika jamii inayotusukuma kuamini kuwa uzee ni sawa na kukaa kwenye kochi kusubiri mwisho. Wanatushambulia na matangazo ya nepi za watu wazima, fimbo, viti vya kupanda ngazi, kana kwamba hiyo ndiyo hatima yetu pekee inayowezekana. Mimi nakataa kukubali hilo kwako, na wewe pia unapaswa kukataa. Fikiria kwa utulivu kutoka kwa mtazamo wa vitendo na kiuchumi. Unajua hofu kubwa zaidi ya wagonjwa wangu wengi ni nini? Sio kifo, ni kuwa mzigo.
Ni hofu ya kulazimika kutegemea watoto wao kwenda chooni au wajukuu zao kuwatazama kwa huruma badala ya kuwavutia. Ni hofu kwamba akiba yao ya maisha yote itayeyuka kulipa walezi au nyumba za wazee kwa sababu akili yao haiwaruhusu tena kuishi peke yao. Unapofanya zoezi hili la sekunde 60, hausogezi tu miguu au ulimi, unalinda uhuru wako. Unalinda mali zako na, muhimu zaidi, unalinda amani ya akili ya familia yako. Kwa sababu zawadi bora zaidi unayoweza kuwapa watoto wako si urithi wa pesa, ni baba au mama mwenye afya, aliyetimamu na anayejitegemea. Hiyo ndiyo heshima ya kweli. Sasa, na kuuliza moja kwa moja nikikutazama machoni. Je, utaacha video hii ipotee katika historia ya simu yako kama udadisi mwingine tu? Au utafanya sekunde hizi 60 kuwa ibada yako takatifu? Ubongo wako ni mashine ya ajabu, yenye nguvu zaidi kuliko kompyuta yoyote ya kisasa inaweza kuota. Hujaundwa kuzimka ukiwa na miaka 60, wala 70, wala 80. Umeundwa kujifunza na kubadilika hadi pumzi ya mwisho, lakini unahitaji wewe uchukue uongozi. Ikiwa umefika hadi hatua hii ya video, najua wewe ni tofauti. Najua wewe ni sehemu ya kundi hilo la kipekee ambalo haliridhiki. Kwa hiyo, nataka kukuomba fadhila moja ya mwisho. Si kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya mtu mwingine. Ishiriki video hii. Fikiria rafiki huyo anayelalamika kuhusu kumbukumbu yake, ndugu huyo aliye na huzuni kwa sababu anajihisi polepole, jirani huyo asiyetoka tena nyumbani. Watumie kiungo hiki sasa hivi. Unaweza kuwa malaika atakayewarudishia matumaini walipodhani kila kitu kimepotea. Afya ya ubongo ni haki, si upendeleo, na ni dhamira yetu kuishiriki. Na ikiwa kweli umejitolea, ikiwa utaanza leo hii, nataka kukusoma kwenye maoni na sentensi yenye nguvu. Andika, akili yangu ni ngome yangu. Tujaze sehemu ya maoni na tamko hilo la nguvu. Nataka mtu anapoingia kwenye video hii, aone jeshi la wazee wenye nguvu, waliotimamu na walioazimia kutokata tamaa kamwe. Kumbuka, haijalishi kama una miaka 60, 80 au 90. Mradi unapumua, kuna neuroplasticity. Mradi kuna nia, kuna njia. Ubongo wako unasubiri uamuzi wako kwa uvumilivu. Usiufanye usubiri hata dakika moja zaidi. Jiunge, washa kengele, ili usikose vipindi vyetu vijavyo vya mafunzo ya neuro, na bonyeza kitufe hicho cha like ili kushinda algorithm na kufikia milioni ya babu na bibi wanaohitaji kuisikia hili. Asante kwa kuniruhusu kuwa mwongozo wako katika safari hii. Asante kwa kuamini sayansi na kujiamini mwenyewe. Kwa upendo wangu wote, heshima yangu ya kina na kujitolea kwangu kusilo na mwisho kwa ustawi wako wa kiakili. Na kumbuka, wakati wako bora zaidi hukua jana, wakati wako bora zaidi unaanza sasa. Tutaonana kwenye video inayofuata.